Christian Yakizee, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Kinondoni. Leo tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 26, ninatoa taarifa kwa umma kuhusu kupatikana, kukamatwa na kurejeshwa nchini kwa mshtakiwa anayetambuliwa kwa jina la Stephen Ngoiye, kwa majina mengine anatambuliwa kama Thomas Maweja, ambaye ni miongoni mwa wakurugenzi wa kampuni ya Steka Export Company Limited. Mshtakiwa huyo alikamatwa Uganda katika mji wa Entebbe Aprili 26 baada ya kufuatiliwa kwa muda mrefu, takriban miaka mitatu tangu 2023. Mshtakiwa huyo ni mmoja wa washtakiwa 7 wanaokabiliwa na mashtaka ya kugushi nyaraka, kujipatia fedha kwa njia za kudanganyifu na utakatishaji wa fedha haramu katika shauri la jinai namba 12 la mwaka 23 linaloendelea kusikilizwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Kwa pamoja, washtakiwa wote wanadaiwa kujipatia jumla ya dola za Kimarekani 678,810, takribani bilioni 1.6 baada ya kampuni yao ya Steka kuuza tani 110 za madini ya shaba kwa kampuni iliyopo China, Shanghai. Hata hivyo, badala ya kusafirisha madini ya shaba, badala yake walisafirisha chupa tupu za vinywaji zilizotumika, zikiwa zimejazwa katika viroba katika makontena 5 kipindi cha mwaka 2022. Baada ya uchunguzi wetu wa TAKUKURU kukamilika, washtakiwa 6 walifikishwa mahakamani, huku yeye Stephen Ngoiye akiwa ametoroka tangu mwezi Mei 23. TAKUKURU kwa ushirikiano sasa na vyombo vya uchunguzi vya ndani pamoja na Interpol iliendelea kumtafuta kila eneo ambalo alikuwa anasadikiwa kuenda, ikiwa ni pamoja na nchi za Uganda, Kenya, Uturuki, China na hata Spain, na baadaye alibainika na kukamatwa katika mji wa Entebbe nchini Uganda Aprili 26. Mshtakiwa huyo ni raia wa Kongo, atafikishwa mahakamani kwa ajili ya kuunganishwa na washtakiwa wengine ili waendelee taratibu za kisheria kama kwa mujibu wa sheria. Tunapenda kutoa rai kwa watu wote wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu kwamba hakuna mtuhumiwa atakayekuwa salama popote atakapojificha, iwe ndani ya nchi, iwe ndani ya nchi, iwe nje ya nchi, atatafutwa na atapatikana. Vyombo vya dola vitaendelea kuwafuatilia wahalifu wote na kuhakikisha kwamba wanakamatwa ili wakabiliane na mkono wa sheria. Aidha, serikali yetu sasa ya Tanzania haitasita kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wahalifu wote, wawe raia na wasio raia, watakaobainika kujihusisha na vitendo vya uhalifu vitakavyokiuka sheria za nchi. Hatua hizo zitawahusu pia wale wote wanaoharibu taswira ya uwekezaji, biashara za ndani pamoja na biashara za kimataifa kwa vitendo vya udanganyifu, utapeli na ukiukwaji mwingine wa sheria za nchi. Tunazishukuru mamlaka za Uganda pamoja na wadau wote waliofanikisha kukamatwa mpaka kuwasilishwa hapa nchini kwa mtuhumiwa wetu ambaye ni mshtakiwa wetu Stephen Ngoiye, kwa majina ambaye anatambuliwa kama Thomas Maweja. Nashukuru kwa kunisikiliza.